Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie. Na tunawatakia tena jioni njema ya leo samedi le 20 December 2025, na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za jioni ya leo. Kama kawaida tumewaletea taarifa kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na habari mbalimbali tena tofauti zinazoendelea kusemekana nchini Kongo. Habari ambazo tumewaletea jioni ya leo ni mingi tena mbichi. Tutawapeleka ndani ya mji wa Uvira ambapo kulifanyika maandamano siku ya leo, maandamano yaliyoandaliwa na waasi wa AFC M23 wakiagiza population kuandamana wakiwaunga mkono. Tutawapeleka moja kwa moja ndani ya teritwari ya Fizi, maeneo ya Kasekezi, maeneo ya Makobola, tuambie hali ni vipi baada ya taarifa kusambaa kwenye mitandao ya kijamii ya kwamba Mboko iko mumikono ya waasi wa AFC M23. Tutawapeleka ndani ya grupema ya Luhago inayopatikana mo teritwari ya Kabare, tuambie hali ni vipi baada ya mapigano makali kati ya wazalendo na waasi wa AFC M23. Ndani ya teritwari ya Masisi siku ya leo kwenye akse Nyabiondo Pinga kuliripotiwa mapigano makali. Waasi wa AFC M23 waliatake wazalendo ndani ya maeneo ya Kinyumba, hapo wakapigwa sana na wakarudishwa Nyabiondo. Kama kawaida unayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika na za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kulike na kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga nasi na shene yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Mjiunge nasi kupitia linki ambayo mtapata hapo chini ya titre. Mkishagusa hapo kwenye titre mtapata linki hiyo, mjiunge nasi, bila shaka mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Na waomba kuwa nami mwanzo hadi mwisho ili kufahamu kinachoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Habari zetu za jioni ya leo tutawapeleka moja kwa moja ndani ya teritwari ya Fizi, hapo ni mprovince ya Sud Kivu, kwenye habari zilisambaa ya kwamba waasi wa AFC M23 walikamata eneo ya Mboko. Vyanzo vyetu kutoka Mboko na maeneo ya Kasekezi pale kwenye uwanja wa vita vinatuambia ya kwamba waasi wa AFC M23 hawajavuka eneo ya Kasekezi, wangali aux alentours de Kasekezi, hawajakamata hata eneo ya Kasekezi na kuprogresser vers Makobola ya pili ambayo inapatikana mu territoire ya Fizi. Wazalendo na FARDC pale wanaendelea kuungana mkono kwa kuwapiganisha waasi wa AFC M23 ili wasije wakaprogresse mu territoire ya Fizi wakitokea mu territoire ya Uvira. Kwa sasa wanajeshi wa FARDC wanakontrole Kasekezi na eneo ya Makobola na Mboko nayo wanaikontrole. Wanajeshi wa AFC M23 wako maeneo yanayokuwa karibu na Kasekezi, aux alentours de Kasekezi njo kwenye waasi wa AFC M23 wako, me hawajakamata Mboko ni Kasekezi hawajaikamata, wako aux alentours, yani wako maeneo yanayokuwa karibu na Kasekezi. Ni habari ambazo zilisambaa tangu jioni ya jana ya kwamba waasi wa AFC M23 walikamata eneo ya Mboko. Kama kawaida tunawapaka info baada ya kuzichunguza pale kufro. Tuongee na wale ambao wako hapo watuambie ni vipi habari kutoka pale. Vyanzo vyetu vinatuambia kwamba waasi wa AFC M23 wako alentours de Kasekezi, hawajakamata hata eneo ya Makobola ya pili. Mboko iko mikono ya FARDC pamoja na wazalendo. Hapo nadhani ya kwamba tunaendana 5 kwa 5, na kuna watu wengi ambao walikuwa wakituandikia kupitia namba yetu ya WhatsApp wakituuliza mbone waishapata habari hizo za Mboko ni vipi. Ukweli ndio huo, waasi wa AFC M23 hawaja progresse mu Fizi, wangali mu maeneo karibu na Kasekezi. Upande mwingine ndani ya mji wa Uvira siku ya leo kulikuwa maandamano kama nilivyowaambia asubuhi ya leo. Maandamano yaliandaliwa na waasi wa AFC M23, wakaambia population ya kwamba wanapaswa kuandamana wakiunga mkono AFC M23 ili kuonesha makomunote internationale Etats-Unis d'Amerique ya kwamba population inawaunga mkono, ila ilikuwa ordre ambayo walipewa na waasi wa AFC M23 ambao wanamiliki mpaka kwa sasa mji wa Uvira, tofauti na habari za kujiondoa kwa
kwao mjini Uvira. Maandamano population ya mji wa Uvira iliyafanya, si wote wale ambao walipewa ile ordre walifanya hayo paske hawakukuwa na ingine shwa. Maandamano waliyefanya wakisema kwamba wao wanaunga mkono wasi wa M23 ni ordre ambayo walipewa, hawana ingine shwa. Maandamano hayo ambayo yalifanyika mjini Uvira, wakaaji walipewa ordre ya kuanza kuharibu vitu vya gouvernement ya Kongo, mkiwemo na stati ya President Felix Tshisekedi ambayo iko pale mjini Uvira, pale mbele ya stasio ya JPB Kasenga komine ya Molongwe. Ile stati iliharibiwa kabisa, ikabomolewa na population ambayo walikuwa maandamano. Ila ni maandamano yaliyoandaliwa na AFC M23 ili kuonesha Marekani ya kwamba population wanaonga mkono, wataki waondoke pale. Ni baada ya kuagizwa ya kwamba wanapaswa kuondoka pale na waache 75 km zote kutoka Uvira waziachie tena FARDC na wazalendo, ambapo tuliwaambia kwamba 75 km ukitoka Uvira inawabidi tena kuelekea huko maeneo ya Kamanyola. Kule njo kwenye waasi wa AFC M23 wanapaswa kuelekea baada ya kuagizwa kuondoka hapo mjini Uvira. Kitu ambacho kiko hapo sasa ni ya kwamba AFC M23 inataka ioneshe Marekani ya kwamba wakaaji wanaunga mkono iportaki sefo. Habari zetu zinaendelea. Tuelekee ndani ya mji wa Uvira, plutôt ndani ya territoire ya Kabare mu groupement ya Luhago. Siku ya jana mapigano makali yaliripotiwa hapo, na siku ya leo kuliripotiwa mapigano makali. Waasi wa M23 na wazalendo walipigania mu groupement ya Luhago sana, mapigano tena makali na ya hali ya juu, ambapo waasi hao wa M23 waliatake wazalendo ili kutaka kuprogrese pale mu territoire ya Kabare, waendelee kuavancer me bikashindikana. Paka kwa sasa territoire plutôt monani groupement ya Luhago wazalendo wangali na zikalia defense zao ama ngome zao. AFC M23 iliatake depuis jana na leo vikuwezekana kuwapita wazalendo eti wasonge mbele. Wazalendo waliwarudisha nyuma. Hapo maeneo ya groupement ya Luhago ambapo walipigania ni maeneo yanayokuwa karibu na Nzibira. AFC M23 baada ya kuikamata eneo ya Nzibira walipangaka namna yoyote ya kuavanse kupitia Kabare vers Shabunda, ambapo hata maeneo ya mengine ya Maimingi walifikaka ndani, na mpaka kwa sasa mpango ni huo kusonga mbele mpaka maeneo ya Shabunda na kuprogrese hata mu province ingine pale. Sasa wakati waliatake siku ya jana wakuweza kuwapita wazalendo, na siku ya leo ikabakia hivyo hivyo, wakapigana wakatakeme kakuwa ya bure. Wazalendo wakaresiste kabisa na kudefendre maeneo yao, paka wasi wa M23 walishindwa wakarudia nyuma maeneo ya Nzibira. Wakati wa mapigano hayo kuna wakaaji waliopoteza maisha yao. Vyanzo vyetu hapo vinatuambia ya kwamba wakaaji wa 7 ndio ambao walipoteza maisha yao, wengine wakaaji 23 wakajeruhiwa vibaya, wakapelekwa kwa poste de sante ili kupewa matibabu. Na waasi wa M23 walipigwa vikali wakati wa kuwatakia wazalendo hapo. Wanajeshi zaidi ya 15 wa M23 waliuawa hapo, na wengine 18 wao wakajeruhiwa, wakapelekwa Nzibira kwa ajili ya kupewa matibabu. Kama kawaida kwenye uwanja wa vita inakuwa ni kupigana, na wazalendo nao walipoteza wanajeshi wao walipoteza wanajeshi wao 6 na wengine 3 wakajeruhiwa. Unasikia ya kwamba vita ya hapo ilikuwa hatari kabisa. Wazalendo waliresiste mpaka kuweza kabisa kuwarepuse wasi wa M23 mpaka Nzibira baada ya mapigano ya siku 2 ndani ya territoire ya Masisi, maeneo ya Kinyumba hapo axe Nyabiondo Pinga.
Mapigano makali yaliripotiwa hapo nako tangu siku ya jana. Wazalendo kutoka maeneo ya Kinyumba walikuwa atake na AFC M23 kutokea maeneo ya Nyabiondo kule Nyabiondo Centre. Mapigano yalianza siku ya jana, siku yote wakapigana na leo walipigana masaa matatu. Waasi wa AFC M23 wakuweza kuprogrese, walikuwa wakitaka kusonga mbele Kinyumba waikamate. Kinyumba walipotezaka mwezi ambayo iliisha, ndipo wazalendo walirekipera Kinyumba wakati wafukuzaka wasi wa AFC M23 pale wakisaidiwa na drone, na AFC M23 ilitaka kuikamata tena eneo hiyo bikuwezekana walipigwa tena wakarudia Nyabiondo. Eneo ya Kinyumba iko mikono ya wazalendo. Wasi wa AFC M23 walirudia Kinyumba plutôt Nyabiondo Centre, na pale wasi wa AFC M23 walikuwa wanataka kukipele axe ya Nyabiondo vers Pinga ili kuendelea kukaribia mji wa Pinga ambao unapatikana mu territoire ya Walikale, mji wa kimkakati walioutaka depuis zamani wakati walifikaka ndani ya maeneo ya Masisi na maeneo ya Walikale. Hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea jioni ya leo, na washukuru sana nikiwaomba kuendelea kusubscribe, yani kujiabone. Merci beaucoup.